Mbarikiwe ndugu zangu. Asante tena kwa kusikiliza kwa hiyo podcast ya leo. Ni ndugu yako Benjamin Yange. Nasema Bwana awe nawe. Yesu Kristo awahimize, awatie nguvu na awawezeshe. Maneno ya leo tazungumza ni juu inahusu kipindi nguvu ambayo tunaweza kupitia. Mara fulani unajikuta unakuwa unavunjika moyo, unajikuta hauna tena hasia, hauone nguvu inarudia. Mara fulani unapitia vitu vizito, shida ngumu, na hiyo inaweza tisha imani yako na inatuma unaanza kuuliza, je, Mungu ameniacha? Je, katika hiyo shida kwa nini Mungu ameruhusu hiyo ifanyike kwa maisha yangu? Je, Mungu hanipendi tena? Kwa nini? Ndugu zangu, Zaburi 42:6 inasema, kwa nini unavunjika moyo, nafsi yangu? Kwa nini unasumbuka ndani yangu? Mtumaini Mungu, kwa kuwa nitamshukuru tena. Yeye ni wokovu wa uso wangu na Mungu wangu. Ijapokuwa tatizo unapitia, Daudi alikuwa anapitia tatizo ngumu, kipindi ngumu ya maisha, lakini yenye inaweza kumkuinua, yenye iliinua Daudi ilikuwa kumtumaini Mungu, kumwachia akamate shida yako, yeye mwenyewe ajishughulike nayo. Ijapo shida unapitia, manunguniko haitasaidia. Manunguniko itaongeza shida yako, itaongeza kuvunjwa kwa moyo. Lakini tumaini Mungu, ujue kama anakujua na anajua kipindi unayopitia, kwani neno alilesema kwa maisha yako hifadhi ifanyike. Mungu angali na tatenda kwa maisha yako. Mengi inakuja, na hiyo shida unayopitia ni kipindi ya kutisha tu moyo, kwani neno ambao Mungu amesema lazima alitende. Ahadi amekupatia lazima alitimize. Kama amesema Hesabu 13:18, alilosema hatalitenda. Ndugu zangu, ijapokuwa hii kipindi unapita, baki katika imani. Usiache hiyo shida unaopitia leo ipunguze tumaini kwa Mungu. Wapendwa, hiyo majaribu unaopitia, Mungu anayajua. Anajua kwamba unapitia hapa, kwani iko pamoja na wewe, na hata uruhusu ushindwe, kwa kuwa ahadi yale ambayo unakuwa na maisha yako lazima yatimize. Kama ilivyoandika katika Zaburi, tazama, yeye aliendaye Israeli hatasinzia wala hatalala. Anajua majira unaopitia ndani, na Yesu Kristo amesema, mimi ni mchungaji mwema na wajua kondoo wangu nao wanijua. Wakati unatembea na Mungu, unahifadhi umjue ni nani mkombozi wako. Mkombozi wako ni Yesu Kristo. Majaribu inayopitia jua kwamba ni ya muda. Mwachie Mungu, mpatie yeye ashughulike na hiyo mambo, na mwenyewe atakufanyizia mema. Ijapokuwa unaona shida yako inakuwa ngumu, hali ni mgumu sana, neno la Mungu kama imesema katika Isaya 13:42, sema, utakapopita katika maji nitakuwa pamoja nao, na kati mito haitakufunika. Utakapotembea katika moto hutatekelezwa, wala mwali wa moto hautakuunguza. Shida ambayo unapitia ndayo, jua kama Yesu anakuwa na wewe, mkombozi anakuwa na wewe.
na hata kuruhusu mabaya na kukute, kwani anakupenda, kwani anajua kama uko wake, unakuwa wake. Ndio maana imani yako haipaswi kuzungumza, ndio maana imani yako haipaswi kuzorota. Unahitaji kusimama imani haba na kumbakia, kumtumaini yeye mwenyewe. Ikiwa ni tatizo ya kiroho ya kutokea nguvu za giza ambazo zinatafuta kutia katika hiyo shida, ambazo zimetafuta kuharibu maisha, Yesu Kristo amekupatia mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge, na hakuna litakalo kudhuru, kama ulivyoandikwa katika Luka 10:18. Tazama, nimewapa uwezo wa kukanyaga nyoka na nge na juu ya nguvu zote amesema za adui, wala hakuna kitu litakacho wazuru. Ina wakati unahitaji kuingia kwa maombi, unahitaji kulamuka na unaharibu, unafukuza Shetani na mwambia, toka katika maisha yangu. Kamata muda ya kusimama, kwani damu ya Yesu Kristo imekuwa na wewe. Kama amesema katika Ufunuo 12:11, anasema nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Unahitaji kutia damu ya Yesu Kristo iharibu, unaambia Shetani na kufukuza, nimekuwa mwana wa Mungu, na hiyo mambo unayopitia ndani na haribu na kemea kwa jina la Yesu Kristo. Kila yote unaopanga kwa maisha yangu na bomoa katika uwezo na utukufu wa damu ya Yesu Kristo. Wapendo, usiogope adui, usiogope walozi, usiogope wale ambayo wanatafuta kutisha. Yani wewe unakuwa na nguvu zaidi. Ukiwa na Roho Mtakatifu, ukiwa na Yesu, unakuwa zaidi ya wao, unakuwa zaidi ya hiyo shida. Na unahitaji kuamuka kwa maombi, unahitaji kusimama kwa maombi kiroho. Ukishamtumaini Mungu, unasimama sasa kiroho, unaambia adui afunge mikako, arudie, kwani Yesu Kristo anakuwa na wewe na anakupigania na hata kuacha. Yeye atakutia nguvu ijapokuwa unakuwa haupate nguvu ya kuomba. Zaburi 14:7 anasema, Bwana ni nguvu zangu na ngao yangu, moyo wangu unamtumaini, nani nimesaidiwa. Msaada utatoka wakati unabaki katika yeye, unanyenyekea, unamshukuru, unanyenyekea, atakutia nguvu na utasimama, nguvu ya kushinda jaribu ya unapitia ndani na nguvu pia ya kumfukuza Shetani. Yesu amekuachia amani, amesema nimekuachia amani, sio kama vile nimekupatia. Moyo wako ukae na amani. Bwana akuwezeshe, Mungu akufanyikishe. Nitashukuru Mungu kwa neno la leo. Asante kwa kutufuatilia. Bwana Mungu, asante kwa neno lako umetupatia tena leo. Asante Mungu kwa kuweza kupapalusha hiyo maneno ya kuweza kumuamsha mtu ambaye amepitia shida ambayo umepitia. Mungu Yesu Kristo, kama wewe unakuwa wa kutengeneza, kumbuka ndugu zangu wale ambao na shida ya magonjwa, ulete maisha, urudishe afya kwenye shida zinaingia. Bwana, katika jina la Yesu Kristo, tunabomboa misingi ya Shetani, tunabomboa kila hali yote ambayo kubali na damu ya Yesu Kristo, na uwezo na utukufu wa jina la Yesu Kristo uwe nasi sote. Tunasema asante, amina, amina. Barikiwe sana na mkapue pia hiyo maneno. Kuna mtu labda Mungu anatafuta kugusa kwa hiyo neno. Nasema asante na ubarikiwe tena. Amina, amina.